Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Urusi imeelezea uungaji wake mkono kwa Iran katika kipindi hiki cha vita. Lengo kuu la Moscow ni kwamba imezingatia sheria za kimataifa huku kukiwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Tehran. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Lavrov amesema kuunga mkono Urusi nchini Iran katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Tehran kimsingi kunatokana na kujitolea kwa sheria za kimataifa na nia ya kuleta utulivu Mashariki ya Kati. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov ameeleza. Aidha, amesema katika mahojiano na televisheni ya Ufaransa yaliyochapishwa Alhamisi ya wiki hii alipokuwa akibanwa kuhusu ni kwa nini Moscow inasimama upande wa Iran baada ya Marekani na Israel kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari na kumuua kiongozi mkuu muadham Ayatollah Al-Khamenei na maafisa wengine wakuu. Lavrov alijibu akisema, lengo letu la msingi lilikuwa katika kuzingatia sheria za kimataifa, sio sana katika kuitetea Iran. Sisi tupo kuitetea Iran ambayo ni zaidi ya mshirika wetu, lakini ni mshirika wetu wa kimkakati, alisema. Sidhani kama Wafaransa ambao wametangaza kihistoria kujitolea kwao kwa sheria za kimataifa wanashindwa kuona sisi tunachokifanya kwa maana kuitetea Iran. Kwa nini Washington inahitaji mazungumzo na Tehran? Kwa nini wakati huu wao wanaona kuna haja ya kufanya mazungumzo na kusitisha mapigano? Ni ukweli kwamba kile tunachokiona nao wanakiona baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya kwao, anasema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Sergei Lavrov. Washington inahitaji mazungumzo zaidi na Tehran kuliko inavyokubali. Hata hivyo, Lavrov anasema kwamba katika namna ambayo wakati huu Urusi imeona ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump anahitaji mazungumzo ya kumaliza vita hivyo kuliko hata wa Iran wanavyohitaji mazungumzo hayo. Hata hivyo, rais wa Marekani hahitaji sheria za kimataifa na anaongozwa na maadili yake na akili yake mwenyewe. Kila uingiliaji kati wa kijeshi wa Marekani katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, kwa mfano nchini Iraq, nchini Syria na Libya, umefanya mambo kuwa mabaya zaidi, Lavrov alisema, akiongeza kuwa hilo linafanyika sasa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Pia alishutumu Marekani kwa kutokuwa na ukweli katika diplomasia, akikumbuka kwamba Washington kwa mara ya pili mfululizo ilianzisha mashambulizi yake wakati wa kilele cha mazungumzo na Tehran, na ndio maana wakati huu Marekani haiaminiki tena na Tehran haioni sababu ya kuendelea na mazungumzo, anasema Sergei Lavrov. Aidha, amesema wakati wa Marekani wanajivunia kwa ushujaa na kiburi chao juu ya mauaji ya kinyama ya kiongozi mkuu wa Iran, mtu hawezi kuona hii kama kitu kingine chochote isipokuwa tabia ya kijinga, Lavrov alisema. Pia alizungumzia taarifa ya mataifa ya Kiarabu yakisema sasa anashuhudia vita viwili, ikimaanisha mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kulipiza kisasi kwa Tehran ambayo imelenga nchi za Ghuba. Ninaona ni vigumu kukubali mantiki hii kwa sababu ya msingi ya uchokozi wa Marekani na Israel ina ufunguo wa suluhu. Alipobanwa kuhusu ripoti kwamba Moscow inaipa Tehran taarifa za kijasusi pamoja na silaha, Lavrov alibainisha kuwa vyombo vya habari vinapeperusha mada bila uwiano. Tumesambaza aina fulani za zana za kijeshi kwa Iran, lakini hatuwezi kukubaliana na shutuma kwamba tunaipatia Iran taarifa za kijasusi, waziri huyo wa mambo ya kigeni alisema, na kuongeza kuwa eneo la kambi za kijeshi za Marekani katika Ghuba ambazo zimekuwa zikilengwa na Iran ni taarifa za umma. Hata hivyo, Urusi imesema kuna silaha za aina mbalimbali ambazo umeipatia kama sehemu ya baadhi ya makubaliano ambayo walikubaliana katika baadhi ya namna wanavyoendesha uhusiano wao. Waziri huyo wa mambo ya kigeni hata hivyo alisema kwamba kwa sasa Iran, endapo itahitaji aina yoyote ya silaha kutoka nchini Urusi, itapatiwa katika wakati huu, kama ambavyo wao walipatia Urusi baadhi ya silaha, ikiwa ni pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za Shahed ambazo wakati huu zinadaiwa kuboreshwa mno na Warusi na ambazo zinafanya vema katika vita huko katika Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana.